Jina la Yesu tuze. Na tuna muda wetu umesonga hapo, tumeenda muda mrefu hapo, lakini tutaka tujifunze, tuangalie kwamba maneno yote ya kutungwa mahali popote ambapo pana vitabu vimeandikwa, watu watavifuata hivyo vitabu vyote hivyo. Sasa ni nje, ikiwa ni nje ya Biblia, wanapotikaza yake kwa sababu ya kupoteza watu. Petro wa pili, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa kwanza hapo tunaweza tukasoma mpaka mstari ule wa 6. Ndio maana unaweza kaona hakuna kitu kinachoweza kusaidia uzinzi, na kanisa yamejaa uchafu kila namna, pamoja na kipa imara anachokifanya. Ndio maana baada ya kuokoka atuwapeleke watoto wetu kwenye dini, kwenye kipa imara, tupeleke kwenye dini, kwenye ubatizo, kwa sababu hiyo haiko kwenye Biblia kabisa, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kweli utakavyokuwako walimu wa uongo watakaoingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza, wakikana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watafuata ufisadi wao, na hao njia ya kweli itatukanwa. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambayo hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wa hausinzii. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachiria malaika waliokosa, bali aliwatupa katika shimo, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata siku ya hukumu, wala hakuachiria ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Amen. 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 Kwa hiyo watajitungia mambo yao, maneno ya kwangu, maneno yaliyotungwa. Sema hii tu tulitunga, tukaona iwe hivi, tukaona itakuwa nzuri. Hakuna cha kutunga. Lazima tulifuate neno katika jina la Yesu. Maandiko yanasema ole wake atakayeongeza maneno katika kitabu hiki, yani katika Biblia, au ole wake pia Yesu akasema atakaye punguza haya maneno. Ndio maana tunahitaji tuende vile kama maandiko yasemavyo katika jina la Yesu. Kwa hiyo ni mmoja tutaka tuangalie hapo kujiona. Utaona sasa jinsi ambavyo watu wasipoweza kufuata neno la Mungu, wameshika dini. Utaona dini haina msaada wowote katika maisha yao. Wanadini wanashangaa, wanafanya mambo yote, ni wapagani kama wapagani wengine tu. Wanaenda kwa waganga kienyeji, wanaenda kutambika, wanaenda ni waongo, ni wasengenyaji. Hawana tofauti na watu ambao wanasema ni Wakristo. Mkristo ni mtu yeyote ambaye tayari amemkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ukristo sio dini. Amen. Amen. Ukristo sio dini. Ukristo ni imani anayoipata mtu baada ya kuokoka na kumfuata Yesu. Manake ni mfuasi wa Yesu. Amen. Kwa hiyo ingawa huko mtu anasema dini gani? Mimi dini yangu ya Ukristo. Hakuna dini ya Kristo kwenye Biblia. Amen. Sisi ni wafuasi wa Kristo. Yeyote anayesema mimi ni Mkristo ni mfuasi wa Kristo, anayemtii Kristo.
anayemfuata Kristo, anayempenda Kristo, ambaye hafanyi dhambi kama Yesu ambaye hakufanya dhambi, katika jina la Yesu. Amen. Huo ndio Ukristo katika jina la Yesu. Kwa mahali popote pale ambapo watasimamisha sanamu, watu wanaziabudu sanamu, Biblia inakataza, anasema ikimbieni ibada ya sanamu. Ndio tuzikimbie kabisa ibada za sanamu. Mahali pa namna hiyo ni mahali ambapo ni dini. Hakuna mahali hawezi mahali pa namna hiyo watu hawezi kwenda mbinguni, kwa sababu mtu yeyote anayeabudu sanamu, anaibusu sanamu, anayevaa sanamu shingoni ya mtakatifu fulani, huyo hashiki Yesu, hamfuati Yesu. Huyo ni mfuasi wa dini. Ndio maana mtu yuko tayari anafanya dhambi kisiri, anawaogopa viongozi wa dini. Yeyote ambaye ameokoka haogopi viongozi wa dini, anamuogopa Mungu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu choze. Na maana nikasema usiabudu chochote. Amen. Amen choze. Usiabudu chochote zaidi ya Mungu. Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Ni Mungu mwenye wivu. Haleluya. Haleluya choze. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Nasema usiabudu chochote kinachofanana na vitu vya mbinguni au kinachofanana na vitu vya chini na kadhalika na kadhalika. Haleluya. Haleluya. Haleluya choze. Na muda wetu hautoshi kuangalia maandiko hayo yote, lakini najaribu tu kuangalia mahali popote penye sanamu, mahali popote pale ambapo watu wanaabudu sanamu, mahali panapokimbia. Tusiandamane na makutano kutenda uovu mahali pa namna hiyo, tukimbie kabisa. Amen. Amen. Kutoka 23, kutoka sura 23 mstari wa kwanza anasema usiandamane na mkutano kutenda uovu, hata kama pawe na umati mkubwa sana wa watu, hata pawe na maelfu na maelfu ya watu, hata hiyo dini ienee dunia nzima. Mahali pa namna hiyo, ikiwa tukigundua tu mahali pa namna hiyo ni dini, nikia tuondoke na kupakimbia kabisa katika jina la Yesu. Nje ya hapo tutaangamia, nje ya hapo tutalaluliwa, nje ya hapo mbingu tutaikosa. Kutoka sura 23 mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili maandiko yanasema, usivumishe habari za uongo, usitie mkono wako pamoja na muovu. Maana usiungane pamoja naye. Amen. Usiabudu pamoja naye, usishirikiane naye katika maabudu mbalimbali. Kuwa shahidi wa udhalimu, usiandamane na mkutano kutenda uovu. Na kufanya nini? Na kuandamana na mkutano ili kupotoa nini? Hukumu. Wala usifanye nini? Usipendelee watu wanyonge katika neno lako. Hivi tunafungua Biblia watu wa Mungu? Tunafungua Biblia? Fungua Biblia. Tuko darasani hapa. Amen. Amen choze. Kwa hiyo unapokuwa tumeokolewa namna hii, tusipande, tusikwende mahali. Na ndio maana kuta hata kwenye wokovu leo kumekuwa ni wokovu vuguvugu. Watu wanafanya vyovyote wanavyofanya. Hakuna leo kitu kinachoharibika zaidi kama makanisa ya zamani. Tulikuwa tunayaita makanisa ya kiroho. Sasa hivi kanisa linaloitwa la kiroho linanuka kwa uzinzi. Linanuka kwa umbea. Linanuka kwa masengenyo. Linanuka, halifai tena, sio kielelezo tena, sio nuru tena.
Wokovu umekuwa kitu cha kawaida, imekuwa ni kitu cha kuzoelea. Dini imekuwa ni dini sasa. Imekuwa dini. Ndio maana mtu leo anaweza kusema ameokoka, lakini anakwenda kwenye mikutano ya mwalimu ambaye yuko kwenye dini. Hapana. Hata ndio kaenda kwenye mikutano ya mtu ambaye yuko kwenye dini. Amen. Amen. Ni mwalimu wa nini? Ni mwalimu wa nini? Huyo ni mwalimu wa dini. Kama mtu hawezi kuambia tokeni huko, mje huku, achaneni na sanamu, mje huku, na achaneni na ubatizo wa watoto wadogo, achaneni na mapokeo ya vipaimara, achaneni nayo, tokeni katikati yao mkatenge nao. Kama hana ujasiri huo, huyo ni mwalimu wa dini. Hata kama ana watu wengi, hata kama watu wanamfuata, hata kama mikutano yake inajaa, lazima tutoke mahali hapo, kwa sababu huyo kiongozi ni mwalimu wa dini. Walikuwepo hata wakati wa Yesu, walikuwepo. Amen. Amen.